Na mtazamaji, turejelee taarifa ambapo masaibu yanayomkumba aliyekuwa waziri Raphael Tuju yanatokana na mvutano wa miaka 9 mahakamani iliyoanzia Uingereza na kuendelea nchini Kenya. Kesi hiyo ikipitia viwango vyote vya mahakama ila ile ya juu zaidi ya upeo. Hebu sasa tuangazie jinsi mvutano huu ulivyoanza hadi sasa. Yote yalianza miaka 11 iliyopita, haswa mwaka 2015 pale Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB ilipompa mbunge huyo wa zamani wa Rarieda Raphael Tuju mkopo wa shilingi milioni 943 kwa ajili ya ununuzi na ujenzi wa maeneo ya kibiashara Nairobi. Kulingana na stakabadhi tulizoziona, makubaliano hayo na benki hiyo yalikuwa ya muda wa miezi 24, muda ambao ulikamilika mwaka 2017. Mnamo Novemba mwaka 2018, kwa sababu kampuni ya Dari Limited iliyosajiliwa chini ya jina la Tuju ilishindwa kulipa mkopo, jambo ambalo lilisababisha benki ya EADB kuwasilisha kesi dhidi ya kampuni ya Dari Limited katika mahakama kuu ya haki nchini Uingereza, huku Tuju na kampuni yake wakiwasilisha malalamishi dhidi ya kesi hiyo. Mnamo Juni mwaka 2019, benki ya EADB ilipata uamuzi dhidi ya Tuju na kampuni ya Dari na kisha kuwasilisha ombi katika mahakama kuu ikitaka uamuzi huo wa Uingereza kuidhinishwa na kutekelezwa hapa nchini. Mnamo Januari mwaka 2020, Jaji Wilfred Okwany aliruhusu ombi hilo la EADB na kuidhinisha uamuzi uliotolewa Uingereza. Juhudi za kampuni ya Dari Limited za kupinga uamuzi huo mahakamani hazikufaulu. Mnamo Aprili mwaka 2023, miaka mitatu baada ya uamuzi wa mahakama kuu, kampuni ya Dari Limited iliwasilisha ombi katika mahakama ya rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya Uingereza kwa misingi kuwa uamuzi huo ulitolewa kwa njia isiyokuwa halali. Majaji Kathurima Minoti, Kibaya Laibuta na Gashoka Paul Maniki wa mahakama ya rufaa waliamua kuwa rufaa hiyo ya Dari Limited haikuwa na msingi wowote. Tuju aliendelea na juhudi kadhaa za kutaka maamuzi hayo kubatilishwa, akielekea mahakamani Septemba mwaka 2024 kukata amri ya kuwazuia wapiga mnada kuingia katika majengo yake. Mnamo Oktoba mwaka 2024, Tuju na kampuni ya Dari Limited walitaka amri ya kuzuia benki la EADB na kampuni ya wapiga mnada wa Garam Auctioneers kupiga mnada mali yake. Na baada ya miaka miwili, hatimaye Jaji Wambua Mong'are alifutulia mbali ombi la Tuju na kuruhusu lile la benki hiyo na wapiga mnada. Kwa sasa Tuju amemwandikia barua Jaji Mkuu Martha Koome akilalamikia maamuzi ya baadhi ya majaji wake, huku akiibua maswali kuhusu taratibu za kuwaruhusu wapiga mnada kuuza mali yake iliyoko Karen.